Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Taarifa niliyopata kupitia ukurasa wa Instagram upande wa akaunti ya Maimartha ameweza kutoboa siri kuhusiana na mtoto wa Wema Sepetu anaenda kwa jina la Olly Oscar. Huyu mtoto bana ni mtoto wa kiume wa Wema Sepetu. Kwa siku ya jana nimepata taarifa kwamba hali yake ilikuwa mbaya sana, kwa sababu tunaona kwa upande mmoja ama mwingine ni kwamba mtoto huyu alikuwa ameruhusiwa na mama yake wakaenda nyumbani, then hali ilivyokuwa mbaya inasemekana kwamba jana majira jioni saa 11 na ushe, yani saa 11 saa za Afrika Mashariki, mtoto wa Sepetu na Ozu ilibidi akimbizwe hospitali baada ya hali yake kubadilika. Kwa hiyo ni kawaida kwa watoto kupata changamoto kama hizi hasa katika kipindi hiki, kwa sababu tunaona kuna wakati mwingine inatakiwa kuwa kuna care ambayo inatakiwa ifanyike, yani kunatakiwa kuwa na umakini wa hali ya juu. Umakini huo unatakiwa uwe unafanywa na wazazi wa mtoto, kwa sababu ikiwa tofauti na hapo wanaweza kumpoteza. Tumeshuhudia visa vingi sana, au sio? Kuna magonjwa mengi, kuna mafua, kuna malaria, kuna vitu kibao, lakini bado hajawekwa wazi ni kitu gani ambacho kimemkuta mtoto huyo, kwa sababu tunaona ndio roho ya Wema Sepetu. Yaani sasa hivi Wema Sepetu mwambie chochote, kwa sababu tangu azaliwe mtoto huyu imemfanya kuwa miongoni mwa wanawake wenye furaha duniani, na hasa ukizingatia ni kwamba amepambana kwenye game kwa miaka mingi, amepata mafanikio makubwa, lakini mbali na kukua Miss Tanzania 2006 amepata mtoto mwaka huu 2026. Yani unazungumzia miaka mingi sana, au sio? Yani ukizungumzia 2026 na 2006 unazungumzia miaka 20, au sio? Unazungumzia miaka 20 ambayo Wema Sepetu amepata mtoto. Nadhani umenielewa hapo. Lakini pia ni kwamba kingine ni kwamba Wema Sepetu hii ni bahati, ni kama bahati kwake, kwa sababu ni kitu ambacho kinamfanya Wema Sepetu kujua namna gani ya kuweza kuwa makini, lakini pia ni namna gani aweze kuomba dua, kwa sababu vitu ni vingi sana. Sasa maoni ya watu na mastaa mbalimbali baada ya taarifa hii zimeweza kuwashtua, na pia hii taarifa imeweza kuwafanya mastaa wengi kuingiwa na hofu, pia kuweza kutoa dua zao. Queen Masanja akasema labda tu chanjo, jamani tusitamke mabaya, Mungu ampe afya njema. Kwa unaweza kukuta hapa pengine labda ni chanjo, anaenda kuchanjwa, kwa hiyo ni kitu ambacho anatakiwa achanjwe kama mtoto, kama watoto wengine sometimes akizaliwa kuna chanjo ambazo anakuwa anapewa, kwa hiyo inabidi apige chanjo. Mwingine kaandika ni kweli dada, yani mtu ukiwa maarufu ukipiga chafya tu atasema una hali mbaya sana. Mwingine sema maneno mazuri yenye hekima na busara, na mengine mpunguze mitandao, sio kila kitu mnakimbilia huku, God always is good. Na mara nyingi chanjo inatia homa kali, hata kufanya jipu mtoto sehemu alivyochomwa sindano. Mimi mtoto wangu alifanya hadi jibu kubwa. Mwingine akasema kwamba Mungu amnusuru na shari zote na amkuze inshallah. Huyu ni Zailisa, naona akisema kwamba Mungu amsaidie mtoto. Mwingine ni H Baba kaandika pole yake, ila hongera Wema Sepetu na Ozu, sikuwepo ila nawapongeza, hongereni. Gift akaweka emoji ya kilio. Wema Sepetu akaandika kasheshe, au sio? Watu wabaya sana, we mwenyewe taarifa huna. Kwa hiyo maana yake ameshangazwa na hii taarifa. Inshallah atakuwa sawa kwa uwezo wa Allah. Wengi wametoa dua zao na pengine ningependa kuzisoma hapa. Mwingine sema Mungu amponye, Allah amfanyie wepesi, Mungu atamponya, tuko pamoja naye katika kwenye maombi. Inshallah atakaa sawa. Mungu amponye baby kwa jina la Yesu. Hakuna jambo gumu kwake la hila. Mwingine anatoa hapa akitoa dua. Mwingine anasema ndio ukubwa huu, watoto wadogo wanapitia kuumwa ndio wanavyokaribishwa duniani. Akimaliza kuumwa hamtaamini afya yake itakavyokuwa bomba. Mwingine akasema kwamba mwingine akasema kwamba Asadi is real, every eye is real. Kwamba kuna watu wengine wana macho mabaya, au si bwana? Mai wewe naye ulikuwa usiweke hivi, kama adui ndio anakoleza hapo kumuumiza, anajua kumweza. Mwingine akasema
Mwenyezi Mungu amponye huyu mtoto, magonjwa ya utoto yasiwe juu yake, usida zimpishe mbali in Jesus name. Maanake ni kwamba wale wenye hasidi au sio, wakae pembeni. Mwingine akasema kwamba yeye naye asiruhusu watu randomly, anatakiwa ajitenge na watu wake wa karibu tu. Mtoto mwenye kampata baada ya muda mrefu, ukweli ndio huo, mkimchukia basi maanake ni kwamba sometimes anatakiwa aweze kujitenga na watu tofauti, unajua ili kuweza kukwepa vitu fulani. Mwingine utashindana na uzungu, wewe anayekuzaa mwanetu uko sahihi. Mwingine akasema kwamba vitu vingine hata sio vya mtandao jamani, huyu mtoto malaika, hadi imekuwa habari, au sio? Imekuwa habari. Kwa nini jambo kama limeweza kutokea? Lakini nikitazama kwa namna moja ama nyingine, mtoto huyu mambo yanazidi kuwa mazuri, na hapa ninaona jinsi gani ambavyo page yake Instagram inavyofanya vizuri sana. Amemfollow mama yake pamoja na baba yake, hapa nazungumzia Whozu pamoja na Wema, au sio? Na hii inafanya Baby Olly kuwa miongoni mwa watoto ma superstar. Ndani ya siku chache tu ana jumla followers 111K. Kwa hiyo unamweka miongoni mwa mastaa ambao wanafuatiliwa kwa karibu zaidi. Hii habari imeonekana kutrend sana. Kwa hiyo issue ya mtoto kuumwa imeweza kumshtua pia hata Wema Sepetu, lakini kwa namna moja ama nyingine naweza kusema kwamba anaweza kujikaza, lakini ukweli ndio huo, ni kwamba alikimbizwa hospitali. Lakini kwenye kukimbizwa hospitali inaonekana kabisa kwamba ile jambo liko salama, yani maana yake mtoto yuko salama na hakuna chochote kibaya ambacho kimeweza kutokea. Lakini pia kingine ni kwamba watu wana link wanaweka doti vitu kwamba isije kutokea kama Manunu, kwa sababu Manunu naye pia aliumwa hivyo then akapelekwa hospitali, bahati mbaya akawa amefariki. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tuzidi kumwombea mtoto apone na kila kitu kitakuwa sawa sawa. Lakini kwa upande mwingine ninaona kwa upande wa Wema Sepetu sasa hivi ninaona kuna jambo anataka kulianzisha kwa ajili tu ya kuweza kuweka mambo sawa, au si? Kuna 40 ya mtoto, na 40 ya mtoto inasemekana itafanyika pale Uwanja wa Taifa. Sasa sijui kama ni kweli ama uongo, lakini ni kwamba anataka kuweka mambo sawa, na pia 40 ya mtoto ndio kitu ambacho kinasubiriwa na watu kibao, au sio? Kila mtu anasubiria itakuwaje siku ya 40 ya Baby Olly. Dondosha maoni yako, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na comment kwa kwanza kupata habari zetu ndani ya Mkubwa Media.